Ilikuwa ni mwendo wa saa 10 alasiri ya Jumatano ya hapo jana ambapo ndimi za moto zilianza kuonekana zikiteketeza jumba hili. Licha ya juhudi za dharura, moto huo ulikuwa mkali na kusababisha madhara mno. Sasa bana, nilikuwa pale nje kwa muda mfupi tu nilipokwenda pale Saiba. Hazikufika hata nusu saa. Tuseme kama dakika 15. Nikaitwa bana, kuna moto. Mimi nikikimbia kufika hivi nataka kuja kuokoa kwangu kwanza. Moto kwa hapo mlangoni, moto kwangu umewaka kweli. Sasa bana tukapigia simu fire. Fire wakakaa tujaribu kuzima, unajua maji yetu hayatoshi. Sasa ile kungoja fire, ujue pale ndio pesa tumeweka 1000 zangu karibu 5. Vitu vyangu vyote, mattress, TV zangu, radio zangu, viatu vyangu. Wasamaria wema walijitokeza kwa wingi wakisaidiana na kikosi cha zimamoto, lakini juhudi zao hazikufua dafu kuokoa mali yoyote ndani ya vyumba 6 vilivyoteketea. Kazi ya kuzima moto ni kazi yetu vijana. Wazee wamechoka. Na wazee wenyewe ni vitambi, hawezi kazi za kukimbia. Wenyewe walikuwa wanaogopa kuingia huko ndani pia. Tukazima wenyewe. Sasa kama sisi wenyewe pia tumepoteza time yetu kuja hapa, tutapewa nini sasa? Kwa jina langu naitwa Karen, mimi ni mwadhiriwa hapa Safari kwenye kumekuwa na shida ya moto. Mimi ni mwadhiriwa, vitu vyangu vimechukuliwa kama vyote, TV, kama maybe tuweza kusaidiwa sisi. Maana hata sasa hivi pia huku ndani ya kulaliki. Kama venye mnaona, mimi nimepigiwa simu with one of my neighbors, nilikuwa kazi, nimefunga shughuli ndo nikakimbia. So hakuna kitu nimeokoa hapa. Ya venye niko hivi ndo niko. Hakuna kitu nimebaki nayo. Kila stuff yenye nilikuwa nayo, everything. Niko bila sai, like I'm starting a new life. Hata hivyo, kilichochochea hasira za wakazi hawa si ukali wa moto pekee, bali ni kile walichokitaja kama uzembe wa kikosi cha zimamoto kukabiliana na moto huo mapema mno. Ningependa kuongelea kuhusu fire. Wanafaa kuwa wanafaa respond quickly to circumstances kama hizi. Kwa sababu unakuta si nyumba moja imeathirika peke yake, na unakuta moto umeanzia kwa hii nyumba. So kumaanisha wangefika on time, hizi vitu zingekuwa hazijafanyika. Kiupande wetu tulitarajia watu wa zimamoto wafike mapema ili waweze kutusaidia. Lakini kwa ule muda ambao wamechukua, tutasema wamedelay na hawakufika kwa wakati. Maana wakati wakifika tayari shughuli za uokoaji tulikuwa zimeanza. Kwa hivyo hawakufika kwa wakati. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Mombasa chini ya uongozi wa gavana Abdulswamad kuwajibika kwa kujenga kituo cha zimamoto katika eneo hili ili dharura kama hizi zinapotokea huduma iweze kufika kwa haraka na kuokoa mali pamoja na maisha. Ni kwamba hizi fire station ama gari za kuzima moto, fire station iko town. Upande wa Kisauni hakuna fire station kabisa. Sisi tungeomba kama county government, haswa hili limwendee bwana governor, atujengee fire station hapa Kisauni. Aidha, watu 2 wameripotiwa kujeruhiwa wakati wa mkasa huo, huku shirika la ambulensi la St. John's likiwasihi wakazi kuhudhuria mafunzo ya utoaji huduma ya kwanza itakayowasaidia mikasa ya moto ikitokea. Tungetoa jumbe zetu kwa wananchi wote wahusika haswa wa Kisauni ama eneo lolote lile katika Mombasa, wawe pia na mafunzo muhimu kuhusu huduma ya first aid ya kwanza, ili pakiwa na jambo kama hili kabla sisi tufike, wao wenyewe wanaweza kusaidiana ama kumsaidia yoyote ambaye atakayeumia katika eneo kama hili ama katika mkasa wa aina yoyote. Serikali ya kaunti ya Mombasa pamoja na zimamoto wameombwa kuweza kukuja na mikakati bora ya kuweza kuzima moto wa dharura endapo itakuwa umetokea. Kutoka katika kaunti ya Mombasa, jina langu ni David Lukoe.